Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena, mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amekubali mapendekezo ya rais wa Urusi Vladimir Putin ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Rais huyo wa Ukraine Bwana Zelensky amekaribisha wito wa Putin wa mazungumzo ya moja kwa moja ya amani kati ya nchi hizo mbili. Zelensky ameelezea wito wa Putin kama ishara nzuri inayoonyesha kwamba Urusi inaanza kufikia kumaliza vita, lakini ametoa wito tena kwa Moscow kuzingatia usitishaji wa mapigano kuanzia siku ya Jumatatu, siku ya kesho. Putin ametoa wito wa mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine katika taarifa yake ya kwanza tangu kumalizika kwa mapatano, ambapo Urusi ilitangaza kuadhimisha siku ya ushindi. Tunatafuta mazungumzo mazito ili kuondoa sababu kuu ya mzozo huo na kuanza kuelekea kwenye amani ya kudumu, Putin alisema katika hotuba yake iliyotangazwa kwenye televisheni ya Urusi katika mazungumzo ya Istanbul kuanza bila kuchelewa, labda mapema Mei 15. Rais wa Urusi pia amealika Ukraine kushiriki katika mazungumzo hayo mnamo Mei 15, saa chache baada ya viongozi wa Ulaya kuitaka Moscow kukubali kusitishwa kwa vita kwa siku 30. Katika hotuba ya nadra ya runinga, rais huyo wa Urusi alisema usiku wa manane kutoka Kremlin kwamba Urusi ilikuwa inatafuta mazungumzo mazito yenye lengo la kusonga mbele kuelekea amani ya kudumu na yenye nguvu. Mapema Jumamosi, waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alisafiri hadi Kiev na wenzake kutoka Ufaransa, Ujerumani na Poland kuweka shinikizo kwa Urusi kujitolea kusitisha mapigano bila masharti kuanzia Jumatatu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov baadaye alisema Moscow italazimika kufikiria hili, lakini akaonya kwamba kujaribu kutushinikiza ni bure. Katika taarifa yake mwenyewe, Putin alisema hawezi kuondoa uwezekano kwamba mazungumzo hayo yanaweza kusababisha Urusi na Ukraine kukubaliana mapatano mapya, lakini hakushughulikia wito wa kusitisha mapigano moja kwa moja kwa siku 30. Kiongozi huyo wa Urusi alisema mazungumzo yaliyopendekezwa yanapaswa kufanyika katika miji ya Istanbul nchini Uturuki kama yalivyokuwa hapo awali, na kwamba atazungumza na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya leo Jumapili ili waweze kuzungumzia maelezo hayo. Basi mtazamaji wa The World News, tusubiri ni nini ambacho kitajiri wakati huu baada ya rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alisema kamwe hatoweza kufanya mazungumzo chini ya rais wa Urusi Vladimir Putin, na kwamba taifa lake lipo tayari kuendelea na vita. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Putin naye alifikia hatua kusema kwamba utawala uliopo wa Volodymyr Zelensky si utawala halali, lakini ni labda bunge litaweza kusimama katika kufanya mazungumzo hayo. Lakini wakati huu ametoa wito wa mazungumzo yatakayoweza kufanyika baina ya wanadiplomasia kutoka nchini Urusi na wengine kutoka nchini Ukraine. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.